Yo, it's your boy Bama Bango, a boy from Ara Town. Naam, tukiwa ndani ya Chris TV, kwenye kile kipindi chetu kipya cha podcast, na leo tukiwa na mwanetu. Mzee, mambo vipi? Poa kabisa mzee. Uko sawa? Shwari kabisa. Karibu ndani ya Chris TV. Asante sana. Jamani ya mwaka mpya wewe pamoja na wewe. Wewe pia mzee. Na tunashirikia vipi mwaka mpya mzee? Mwaka mpya ndugu yangu, mfuko sio poa. Maana kila kitu ni pesa mzee. Na tunatembelea kwa jina lipi labda mjini? Ya mjini mda huu, ya jina nalotembelea na tembelea inaitwa Ibra Nation. Ya nimetoka kwa jina la Ibra. Na Ibra anafanya kazi gani mjini? Ya Ibra mda huu niko kwenye shirika la Cashtel, mambo ya kuwekezea pesa, kutuma pesa. Yeah. Ndio hivyo. Na nimeona umeniagizia notification watu wa kusema kwamba kuna show ambayo bwana Ibra ameandaa, si ndio? Au wakina Ibra na genge lake nzima wameandaa. So lakini mtu ambaye wanayemzungumzia sana ndani ya hiyo show ni Ibra, na Ibra mwenyewe ndio ambaye tuko naye hapa. Show imeandaliwa vipi? Ndio, show imeandaliwa takuwa siku ya kesho. Tumejitahidi kumtafuta msanii anaitwa Lolilo, mzizi wa jiwe. Ya nadhani kwa kesho ndani ya mwaka mpya bonane tuko na msanii anaitwa Lolilo, tutapiga kwenye ukumbi unaitwa Mogas ya kuna jenge wanalitaga Kumwembe waso kwa faao nifasi wanauza mikeki ya kuchomwa hapo. Ya ndio tuko na show hiyo, tutakuwa ni kesho. Nadhani siku ya leo ndio tuko kwenye maandalizi mpaka kesho show itakuwa imeanza. Na brother Ibra, mlifikiria vipi labda hadi kusema kwamba tumchukue brother Lolilo, bigi kama bigi wa muziki wa Burundi flavor? Tumewaza, tumeangalia msanii kwanza kwa muda mwenyewe kuna hit na ana hit song. Kuna tumtafute Lolilo, maana kuna nyimbo ametoa inaitwa Torionoti kwa muda mapiano. Ya nyimbo hiyo kwa muda huo naona imehiti sana kabisa na watu wameipenda. Tukasema tujifikie tu tumete Lolilo hapa Rumonge aweze kupatia burudani katika mwaka mpya. Na mlipo mwalika Lolilo, hakuna vitu ambavyo labda aliwasumbua kama msanii? Hapana kabisa, ule ni mwana Swahili mwenzetu ndio atuambia. Kama nyingi wa Swahili hata tunasumbuana. Ni maana gisi mlivyozoeana mjini, niambia bana bro, sisi tuna shida na wewe ndani ya mwaka mpya, tunahitaji uje utusaidie, utufanyie support kwenye show yetu hii, uje labda upige muziki. Kwa Lolilo alikuja kwa bure hata kama ni rafiki mzee? Hapana, si kwenye kazi mzee. Unaniambia kwamba eti Lolilo ni mwana, nikafiri kwamba alikuja kwa bure. Na brother Ibra, Lolilo ni msanii ambaye ni international, ni msanii ambaye alitembea sana, aliimba na wasanii wakubwa, tukimweka Diamond, Aisha imba na Alishiba, Aisha tembea Lolilo kwenye sanaa ya muziki huu wa Burundi flavor, au unaweza kusema Abuja flavor, si ndio? Lolilo ni msanii ambaye sasa hivi ana hit song ya Torionoti, si ndio? Unaamini kwamba kwa sasa hivi, kwa sababu tuna muda mrefu atumoni Lolilo ndani ya Rumonge flavor, Rumonge yetu, unaamini kwamba Lolilo atatupa burudani kama leo aliyokuwa akitupa hapo awali? Ndio. Kwa muda gisi naona amewiva kwa kweli. Kama naona mwaka mpya na show 2. Na sidhani kama msanii kama Lolilo hata kama anasema huyu mtu kweli kwa muda ana hit song. Hasa kwenda kupiga sehemu mbili tofauti. Na kuna wasanii wengi sana Mayo Bujumbura wanata show, wasanii wakubwa wana show, lakini mtu kama Lolilo ana show 2, ana show leo 31 na ana show iko Mnoroko Uyigi. Alafu na kesho unatakuwa kwa Rumonge. Unasema kama mtu kidogo iko vizuri. Ni kitu cha kustaajabisha sana, which means ni kwamba mtu ambaye ni msanii, afu ni msanii ambaye ni wa zamani, ni baba wa muziki wa Burundi. Lolilo ni baba wa muziki kabisa, anaachia hit song moja ndani ya mwaka wa 2025 na anapata show 2 kwa wakati mmoja. Ukizungumzia tarehe 31 bimana umezungumzia tarehe moja mzee, yani ni siku moja show 2. Naweza ngasema big up sana kwa brother, kwa sababu ametisha sana. Ni kitu kikubwa sana ambacho amefanya. So kesho tunategemea kwamba tutaenjoy na Lolilo. Kwa kweli kesho sio kuenjoy tu na kuburudika kwa emo. Maki unaona Rumonge kwa muda mrefu atupate mashow. Sasa fulani kitu likichangia usema mbona Rumonge tumeboeka sana afu mwaka mpya
tuna sehemu ya kwenda, tushazoea kwenda mabichi huko ni mbali, akisema tutafute gisi ya kufanya kitu fulani kaparu monge kuamsha tu vibe yani. Na masponsor wa show ile ni wakina nani? Kwa sababu Ibra si yupo. Ndio, masponsor wa show maki kwanza pako waanzilishi toka tu wawili ndo tumetoa hizo fikra, sema tujifikirie tuweze sema tuite msanii kama Lolilo. Na nani? Kwanza nimekosa tu watu watatu, mmoja nilikuwa umemsahau yani. Niko na MC Msaba, so mjua ni journalist wa Shima FM. Na bwana Amani Kapilipili. Na mimi mwenyewe pia make tuko watu watatu. Nimekusanya hicho kitu. Tunajaribu kusema tupange vitu, kusema tufanye vibe hapa Rumonge. Na masponsor ambao watakao sponsor hii show ni wakina nani? Sponsor tumejaribu kutembelea katika shirika la Cashtel kama kisi nilikwambia, kama kisi ndio ninavyotumika emo. Tukaenda kuongea nao kweli, walitusupport na kutusikiliza. Nadhani mkiangalia katika zile afishe pako logo ya Cashtel. Ndio. Na Cashtel inafanya kazi gani hapa Rumonge? Ndio, au nchini Burundi? Ndio, Cashtel sio Rumonge, sema Cashtel Burundi. Cashtel ni mtandao, unaweza kuwekezea pesa, unaweza kuagizwa pesa, unaweza kutumiwa pesa. Maki ni account unafungulia ndani ya card sim yako, unafungulia kwenye card sim ya leo yote. Leo ni mtandao unaweza kujifungulia, unaweza kufunguliwa na wakala, unaweza unaweka pesa, unaweza kuagiziwa pesa. Na Cashtel inatumika Burundi hapa au hata mtu akiwa mbali kule nchi za Cashtel kwa muda huu, unajua mtu hawezi kuzaliwa leo afu akue hiyo siku haiwezekani. Maki ni hatua kwa hatua. Tofauti na Kirikutu. Lakini kwa muda Cashtel imefikia kwanza pa kiwango cha kuweza kuwa kinatumika na Ober. Maana Ober ni kitu kikubwa sana ndani ya Burundi. Ukisema Ober unakuwa umetigisa mji, umetigisa nchi yote. Maki nchi ya Burundi iko kwenye baadhi ya Ober. Ober ndio kila kitu. Kama vile Cashtel inatumika na Ober. Ushuru yani. Kwa muda watu kulipia mambo ya Ober, Cashtel ndio inafanya kwa muda. Ukiwa na mtandao wako Cashtel unaweza kulipia kwenye yale masuala ya assurance au kulipia nyumba, kulipia kitu fulani, au inahusiana ni kwa sababu kishaungana na Ober, bi maana kila ushuru unalipiwa assurance vipi kuhusiana na masuala ya magari? Masuala ya magari kuna upande unaweza ukalipia kupitia kwa Ober. Mfano kama mavitansi ya mabarabara. Hawa unataka kutafuta permis, passport. Utasikia. Maana kila kitu chochote kinachokijua kinapitia kulipia Ober. Cashtel hicho kitu nakifanya. Na una kipi labda cha kumwambia Big kama Big Simba wa Burundi? Chanza kumwambia Big kama Simba kama mwenyewe. Naweza kusema karibu sana. Tumekuandalia vyema na Wanyarumonge wako hapa kwa kusubiria mambo takutonesha siku ya kesho. Brother Lolilo, Big Lion, Simba kutokea pande za Burundi. Kijana kutokea pande za BYZ. Kijana Mswahili huyu mzee, lakini sio Mswahili ule ambaye anasema uongo. Brother Big kama unavyomsikia Brother Ibra, huyu ni miongoni mwa watu ambao ni mwanamemba wa Cashtel na ni kiongozi wa watu ambao wameandaa show hii ambayo utakuja kesho, si ndio? Tunatumaini kesho utakuja kutupa burudani watoto wa Rumonge Flavor. Tumekumisi sana bro, hadi kuona wamekuchagua wewe na kukufanya wewe ndio uje kupiga show mwaka mpya mzee. Tunahitaji uweze kutufurahisha na sisi kama watangazaji. All of you, macho hapo kwako mzee. Tunakuangalia vipi? Lolilo atorionoti, ndole Lolilo akina Amani mzee, sisi bado tupo nyuma na wewe. Sambamba mzee. Naweza ngasema sana karibu sana ndani ya Rumonge na jisikie kama upo nyumbani. Hapa ni nyumbani. Kunapo Waswahili. Yaani ukizungumzia Rumonge, umezungumzia BYZ. Na ukizungumzia BYZ, umezungumzia Rumonge mzee, au sio bana? Na mimi hapa mtangazaji wako ni Badi Mabango, mwili mdogo sound ya bufa, au sio bana? Na imani popote ulipo unanisikia. Na hii ni Chris TV Plus 257 ikiwa ndani ya Rumonge Flavor, au naweza kusema Rumongeano, Province Burunga. Na nyuma ya kamera naweza kusema ni Mr Golden akiwa pamoja na Bwana Lamini Amal. So wewe ambao unatufuatilia usahau kusubscribe channel yetu hii, kulike, comment na share. Tuseme enjoy na mwaka mpya na Lolilo. Tunasema bonane. Hala.